Karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo, hali si shwari ndani ya Simba kutokana na sintofahamu iliyojitokeza ikiwamo vigogo wa klabu hiyo kuonyeshana vidole ikiwa zimesalia saa kadhaa tu kabla ya kufanyika kwa mkutano mkuu hii Jumapili hii kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Simba itafanya mkutano huo wa kikatiba ambapo wanachama wa klabu hiyo watajadili kuhusu mustakabali wa timu hiyo kuanzia saa 2 asubuhi, hususan marekebisho ya katiba mpya. Hata hivyo, kumekuwa na vita kubwa mtandaoni kutokana na makundi mawili tofauti ya klabu hiyo. Kundi moja linaonekana kuwa upande wa mwekezaji na bilionea wa klabu hiyo Mohamed Dewji, jingine la wanachama wa upande wa mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu. Inadai vita kubwa ya makundi hayo ni baadhi ya ajenda zilizoenda kujadiliwa katika mkutano huo, yakiwamo mabadiliko makubwa ya kikatiba yanayoweza kuondoa kundi moja kwenye usimamizi wa jumla wa klabu hiyo. Ajenda mabadiliko ya katiba ndiyo inaonekana vita kubwa, kwani kama ikipita inaonyesha itakuwa na mabadiliko makubwa ya kujiendesha. Klabu inaelezwa imesababisha aliyekuwa ofisi mtendaji mkuu Zubeda Sakuru kuongezwa mkataba mpya kimya kabla ya mkutano huo ili kuliunga mkono kundi mojawapo. Mtendaji kapewa mkataba wa bodi hatutafahamu, lakini inaonekana ili aweze kulinda mkono kundi mojawapo ambalo jina lake katika mkutano huu. Sidhani kama ni sawa kwa sawa. Simba inahitaji watu wenye umoja, kwani kuna mambo mengi ya kufanya. Subiri tuone itakavyokuwa mkutanoni, ila mambo ya kutokuwa rahisi. Mmoja wa mjumbe wa bodi ya Simba alisema akizungumza na kituo cha Gift Light TV. Bodi ya wakurugenzi wa Simba Clatous Magol alisema kuna watu wapo nje ya Simba wasioitakia mema klabu hiyo, wakitaka kufanya fujo katika mkutano mkuu ujao. Kuna kundi lipo nje, Simba linaleta hizi chokochoko. Watu walishazoea muda wao umemalizika. Wanachotakiwa ni kiunga mkono timu, si kufurahia timu ikiwa haifanyi vizuri. Kitachodaliliwa pamoja na mambo mengine yanayotarajiwa kujadiliwa katika mkutano mkuu wa Simba. Chanzo cha ndani kinasema kuwa kuna fukuto kubwa lipo kwenye vipengele vya katiba vinavyotakiwa kupitishwa na mkutano huo, vinavyoweza kubadilisha mwenendo mzima wa klabu hiyo. Chanzo hicho ambapo kipo ndani ya bodi kinasema kama vipaumbele hivyo vitapita, basi upande wa mwekezaji utakuwa hauna nguvu tena klabuni hapo na kila kitu kitaendeshwa na upande wa wanachama. Sasa kuna kipengele katika katiba kinachoshtakiwa kupitishwa kuwa upande wa wanachama ndio wanaotakiwa kutoa kiongozi wa bodi, hivyo timu hiyo inaendeshwa upande wa wanachama, kilisema chanzo hicho cha uhakika. Alisema jambo jingine linaonekana litakuwa na mvuto mkubwa mkutanoni ni kipengele katika katiba kinachotaka timu hiyo iwe na mwekezaji na sio wawekezaji kama ilivyo sasa. Katiba pia inataka kuwekeza na sio wawekezaji kama ilivyo sasa. Hii ina maana kuwa hisa 49% ambazo kwa sasa zinaonekana kumilikiwa na mtu mmoja zigawanywe kwa wengi. Kama kuna anayetakiwa hisa hizo 5, wengine 10, wengine 20, sawa, lakini asiwe mtu mmoja. Kilisisitiza chanzo hicho na kuongeza hili nalo linaonekana lagawana ujumbe wa wanachama kwa wengine. Wanaamini uwekezaji wa sasa utafanya vizuri, lakini wengine wanaamini wakiwa wengi watafanya vizuri zaidi. Kama itakuwa hivyo, ina maana wajumbe wataongoza klabu hiyo watatoka upande wa wanachama tu na watakuwa na wajumbe wa 8 na wawekezaji. Hivyo Magoli na wenzake walioteuliwa na Modeu hawatakuwa na mamlaka ya kuamo klabu hapo kama hiyo ilivyo viongozi. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Wewe ambaye tayari nikwambie kongole kwako, hilo ndo hatua muhimu ambao sisi tunaitarajia. Baki na sisi, endelea kupata vile vitu ambavyo ni gift tu, uweze kupata simu nyingine yoyote.